Unajua kwamba ute unaotoka katika sehemu za siri za mwanamke unaweza kuwa ujumbe muhimu sana kutoka kwa mwili wako. Watu wengi hudhani ni jambo la kawaida bila kuangalia tofauti zake, lakini ukweli wa kisayansi unaonyesha kwamba mabadiliko madogo katika rangi, harufu au mwonekano wa ute yanaweza kuwa ishara ya hali ya kiafya inayohitaji uangalizi mapema. Wataalamu wa sayansi ya mwili wa binadamu wanaeleza kwamba aina fulani ya ute ni sehemu ya mfumo wa kujilinda wa mwili, lakini aina nyingine zinaweza kuonyesha uwepo wa maambukizi au kuvurugika kwa uwiano wa vijidudu rafiki ndani ya uke. Kama hujawahi kuelewa tofauti hizi kwa kina, basi video hii inaweza kukusaidia kutambua ishara ambazo mwili wako unajaribu kukupa. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au msaada wa kurejesha afya yako kwa virutubisho asilia, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya video hii. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zinazoweza kusaidia changamoto yako ulionayo. Bidhaa zetu zinatoka India, Ghana, China na hapa Tanzania na nchi zingine. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Kama umeshafanya hivyo, asante sana na twende pamoja mpaka mwisho. Kwa mujibu wa tafiti nyingi katika sayansi ya afya ya uzazi, mabadiliko ya ute wa uke yanaweza kuwa ishara ya mapema ya maambukizi au kuvurugika kwa uwiano wa bakteria rafiki wanaoishi katika uke. Wakati hali hii haijatambuliwa mapema, inaweza kusababisha usumbufu mkubwa wa kiafya kama muwasho, maumivu au harufu isiyo ya kawaida. Katika baadhi ya hali, inaweza pia kuashiria maambukizi yanayoweza kuhitaji ushauri wa mtaalamu wa afya. Kwa hiyo, kuelewa tofauti kati ya ute wa kawaida na ule usio wa kawaida ni hatua muhimu ya kujilinda kiafya. Kabla hatujaendelea na maelezo ya kina, hakikisha unabonyeza link kwenye description ya kujiunga na group la mafunzo ya afya na kubonyeza subscribe na alama ya kengele ili upate maarifa mapya kila tunapochapisha video mpya. Aina za ute wa kawaida. Ute mweupe mwororo unaofanana na maziwa. Katika hali ya kawaida, uke hutengeneza ute mweupe laini unaofanana na maziwa au cream nyepesi. Kibiolojia, ute huu hutengenezwa na tezi maalum zilizopo katika shingo ya kizazi na kuta za uke. Lengo lake ni kulinda uke dhidi ya vijidudu hatari na pia kudumisha unyevunyevu unaosaidia afya ya tishu za uke. Watafiti wa afya ya uzazi wanaeleza kuwa ute huu huwa hauna harufu kali wala hauleti muwasho. Mara nyingi huonekana zaidi wakati mwili unapitia mabadiliko ya homoni katika mzunguko wa hedhi. Ute wazi unaofanana na ute wa yai bichi. Wakati mwingine wanawake wanaweza kuona ute ulio wazi unaonyumbulika na kufanana na ute wa yai bichi. Hii hutokea hasa wakati wa kipindi cha ovulation, ambapo yai linakuwa tayari kwa uwezekano wa kutungwa mimba. Kibiolojia, homoni ya estrojeni huongezeka katika kipindi hiki na kusababisha ute kuwa mwepesi na unaonyumbulika ili kusaidia mbegu za kiume kusafiri kwa urahisi kuelekea kwenye yai. Hali hii ni ya kawaida kabisa na ni sehemu ya mfumo wa uzazi unaofanya kazi kwa mpangilio wa asili. Ute mwepesi baada ya hedhi. Baada ya hedhi, baadhi ya wanawake wanaweza kuona ute mdogo wenye rangi ya maziwa au uwazi hafifu. Hii hutokea kwa sababu mwili unaanza kurejesha uwiano wa homoni na kurekebisha mazingira ya ndani ya uke. Kwa kawaida ute huu huwa hauna harufu kali wala dalili za muwasho. Kitaalamu, hali hii inaonyesha kwamba mfumo wa uzazi unaendelea kufanya kazi kwa mpangilio wa kawaida. Aina za ute usio wa kawaida au hatari. Ute wenye rangi ya njano au kijani. Ikiwa ute unaonekana kuwa wa njano kali au kijani, mara nyingi inaweza kuonyesha uwepo wa maambukizi ya bakteria au vijidudu vingine katika uke. Katika uelewa wa kibiolojia, hali hii hutokea pale uwiano wa bakteria rafiki unapovurugika na kuruhusu vijidudu hatari kuongezeka. Mara nyingi ute huu huambatana na harufu kali au muwasho katika uke. Katika hali kama hii, ni muhimu kutafuta ushauri wa mtaalamu wa afya ili kupata uchunguzi sahihi. Ute mzito unaofanana na jibini. Ute mzito unaofanana na punje za jibini mara nyingi huhusishwa na maambukizi ya fangasi. Fangasi ni viumbe vidogo vinavyoweza kuishi katika uke kwa kiwango kidogo, lakini vinaweza kuongezeka kupita kiasi pale mazingira yanapobadilika.
Mabadiliko ya homoni, matumizi ya dawa fulani au kupungua kwa bakteria rafiki vinaweza kuruhusu fangasi kuongezeka. Dalili zinazoweza kuambatana na hali hii ni muwasho mkali katika uke na hisia ya kuwaka. Ute wenye harufu kali isiyo ya kawaida. Ikiwa ute una harufu kali inayofanana na harufu ya samaki, mara nyingi inaweza kuhusishwa na hali inayoitwa bacterial vaginosis. Kibiolojia, hali hii hutokea pale uwiano wa bakteria wanaoishi katika uke unapovurugika. Watafiti wa afya ya uzazi wanaeleza kwamba bakteria rafiki wanapopungua, bakteria wengine wanaweza kuongezeka na kusababisha harufu pamoja na mabadiliko ya ute. Dalili zinazoweza kuambatana na ute usio wa kawaida. Katika mtazamo wa kitabibu, ute usio wa kawaida unaweza kuambatana na dalili mbalimbali. Dalili hizo zinaweza kujumuisha muwasho katika sehemu za siri, hisia ya kuwaka wakati wa kukojoa, maumivu katika sehemu ya chini ya tumbo au uwepo wa harufu kali isiyo ya kawaida. Wakati mwingine, mtu anaweza pia kuona mabadiliko katika rangi au wingi wa ute. Dalili hizi zinaashiria kwamba kuna mabadiliko katika mazingira ya kibiolojia ya uke ambayo yanaweza kuhitaji tathmini ya kitaalamu. Hatua muhimu za kuchukua. Hatua ya kwanza ni kuchunguza kwa makini mabadiliko ya mwili wako. Ikiwa ute unaonekana tofauti sana na ule wa kawaida au unaambatana na dalili kama muwasho au harufu kali, ni busara kutafuta ushauri wa mtaalamu wa afya. Wataalamu wanaweza kufanya uchunguzi wa kitabibu ili kubaini sababu halisi na kutoa ushauri au matibabu sahihi. Pia ni muhimu kudumisha usafi wa mwili, kutumia mavazi yanayoruhusu hewa kupita na kuepuka matumizi ya kemikali kali katika sehemu za siri, kwani zinaweza kuvuruga mazingira ya asili ya uke. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.